kutazama mchezo ndani ya dakika 90. Kwa mara nyingine mnyama wa kufurukuta mbele ya Azam FC. Tuanzie hapo. Tatizo ama kitu gani ambacho kimeikwamisha Simba siku ya leo? Simba inakwamishwa na vitu vingi sana, lakini kwa nje ya uwanja nafikiri wanapaswa kujitathmini kwenye eneo la uongozi, kwa sababu inawezekana wachezaji wanadai posho hazifiki kwa wakati, kwa sababu kwa aina mabao ambayo Simba anakosa utafunga kwenye mechi gani? Mechi kubwa kama hii usitarajie kupata nafasi nyingi, si ndio? Lakini unapata nafasi unashindwa kufunga. Mutale goalkeeper ameshatoka huko, yeye na lango akashindwa kufunga. Steven Dese Mkwala vivyo hivyo. Amepiga shuti Limpanzu nje ya boksi, unaenda kugonga nguzo, kwa maana Mkwala malizia akashindwa kufanya hivyo. Mechi ya 7 mfululizo Simba hajapata matokeo uwanja wa Benjamin Mkapa. Rudi msimu uliopita na Yanga akatoa sare na Azam FC michuano ya kimataifa hapa, na huu mchezo wa leo ulikuwa mechi ya 7 Simba hajapata matokeo. Ndio tunagombania ubingwa. Kuna maana gani? Kwamba uwanja una tatizo? Sijui, lakini uwanja ambao Simba ndo umekuwa sehemu ya machinjio, uwanja ambao watu wamekuja kivua, wanaingena viatu wanavua baada ya hapo, si ndio? Lakini hadi leo mchezo wa 7 Simba hajapata ushindi kwenye uwanja Mkapa. Kwa hiyo nafikiri kwenye mchezo wa leo mimi binafsi usiniambie kuna kafara yote. Yaani inawezekana wamezoea baada ya mechi kumtafuta mchawi, baada ya kupoteza mtafute mchawi. Kwenye mchezo wa leo wachawi na wachezaji wenyewe, kwa sababu nafasi ambazo wametengeneza uwezo kumlaumu kocha. Kocha atakusaidia kwenye namna ya kutoka eneo la kiulinzi kwenda eneo la timu pinzani. And then kinachobaki ni wewe na wachezaji, kwa maana wachezaji wenyewe kuweza kuzitumia hizo nafasi. Kama wanashindwa hapo uwezo ukamuingiza kocha. Kwa hiyo nafikiri kwangu mimi kuna changamoto kubwa sana hususan kwenye uongozi wa Simba, kwa sababu inawezekana tukawa tunalaumu makocha kwenye kila mechi. Ama tunalaumu makocha kwenye kila nyakati. Lakini kama watu maliza tofauti zao kwenye uongozi, Simba itachelewa kufikia mafanikio, kwa sababu kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba ndani ya uongozi wa Simba kila kiongozi ana wachezaji wake. Inapofika usajili, kuna huyu anasajili huyu, anasajili Mpanzu, anamsajili huyu. Kwa hiyo kama hakuna maelewano mazuri mimi na wewe, ni rahisi kumwambia mchezaji wangu ukipata nafasi fanya hivi. Yusufu, tuliona kipindi cha kwanza Simba Sports Club wakiwa wanacheza mpira vizuri, na watu wengi wakiamini huenda kipindi cha pili Simba akafanya jambo. Pengine unafikiri kitu gani kilibadilika kwa upande wa Azam kipindi cha pili? Umakini, lakini namna ambavyo wanajituma. Azam si kwamba ina wachezaji wazuri sana ukilinganisha na Simba. Hadi hivi sasa ligi kuu Tanzania bara Simba ndio timu pekee ambayo ina wachezaji bora kuliko timu nyingine yote. Ukienda kwa CV ya mchezaji moja. Ukilinganisha hata na Yanga. Yes, hata ukilinganisha na Yanga Africans eneo la ushambuliaji ana mchezaji mmoja pekee ambaye anamtegemea, Prince Dube. Lakini Simba ana uwezo wa kubadilisha mchezaji kwenye kila mechi na bado akashinda. Hao washambuliaji ambao tunaona ni wa daraja la kawaida, akienda Yanga yule mchezaji atafunga vibaya mno. Haiwezekani wachezaji ambao walikuwepo msimu uliopita wanafanya vitu ambavyo vilifanya tuizungumze Simba leo hii waonekane wachezaji wa kawaida. Ikiwemo kina Joshua Mutale, si ndio? Kama Limpanzu, kina Steven Dese Mkwala, Jansha Lea wa msimu uliopita ndio top scorer wa msimu. Lakini ameshindwa kuonyesha hicho kitu bora hadi hivi sasa. Bwana nikushukuru sana binafsi. Asante.